Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Simba bado wanaendelea kushikilia msimamo wao juu ya kutokucheza fainali ya kombe la shirikisho kwa mkondo wa pili pale katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar, ambapo klabu ya Simba wao wanaomba ya kwamba upelekwe katika uwanja ambao wameuzoea, uwanja wa nyumbani kwao. Nazungumzia Lupaso Benjamin Mkapa, ambao uwanja ambao umeweza kuandika rekodi nyingi kubwa za wekundu wa Msimbazi Simba. Kile ambacho kafu wao wamekisisitiza ni juu ya mchezo huo sehemu pa kwenda kuchezwa, ambapo leo hii rais mwenye zamana ya soka barani Afrika kafu Motsepe ameweza kutoa taarifa yake juu ya wapi fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo inapaswa kwenda kuchezwa, kumujibu wa kile ambacho kimefanyiwa mabadiliko mara baada ya marekebisho ya kile ambacho klabu ya Simba walikipeleka kama malalamiko. Sasa rais wa CAF ametoa maamuzi gani? Hayo utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandiko hapo ano subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu, gumzo kweli kweli barani Afrika, wapi fainali kwenda kuchezwa. Wakati Simba Sport Club ikipokea kichapo cha bao 2-0 pale katika uwanja wa manispaa ya RC Bakane, ambapo imeweza kuzua gumzo kwelikweli, ni wapi fainali na kwenda kuchezwa. Kuna watu wanataka ipelekwe Amani Zanzibar na kuna watu wanataka Benjamin Lupaso kwa Mkapa. Hapa ndipo ambapo unatokea mkanganyiko na ndipo ambapo kila kitu kinaweza kuwa kizuri au kiwa kibaya, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wanataka kuandika rekodi yao chini ya mashabiki 60,000 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati Amani Zanzibar uwanja ule unachukua takriban mashabiki 15,000 peke yake tu katika dimba hilo. Sasa kile ambacho kimeweza kuhofia kwa FIFA ni hali ya uwanja wa Benjamin Mkapa pindi ambapo mvua kali ikinyesha kabla ambapo ya mchezo huo kuchezwa. Hofu yao ni kwamba kiwanja kinaweza kisivutie kwa fainali hiyo, kitendo ambacho kitakacholeta hapa, nazungumzia mkanganyiko na kikaleta haibu na fezea kwa shirikisho la soka. Hapa nazungumzia Kafu wanaitazama fainali kama sehemu ya biashara yao katika kwenye kutafuta kama wadhamini kupata soka safi na kile kilichopo. Sasa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, inaelezwa kwamba rais mwenye zamana mwenyewe, hapa nazungumzia Patrice Motsepe, ameweza kuweka bayana akizungumzia kile kinachoendelea na kutoa tamko lake ni wapi fainali hiyo inapaswa kwenda kuchezwa. Tamko jipya limeweza kutolewa kwa sasa, ni kwamba ratiba imebadilishwa tofauti na ile ya awali ambapo kila mmoja alikuwa akiweza kuijua na kuitambua kwamba mchezo unakwenda kuchezwa wapi. Inaelezwa kwamba shirikisho la mpira barani Afrika CAF limebadilisha muda wa mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho raundi ya pili kati ya Simba dhidi ya Berkane kutoka saa 12 jioni mpaka saa 10 jioni, ambapo umerudishwa nyuma kwa masaa mawili, ambapo unafahamu ya kwamba kuna muda ambao Simba waliweza kupangiwa kucheza saa 12 lakini umeshushwa na kuchezwa muda ule ambao nazungumzia ni saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo kila mmoja anakwenda kushuhudia mchezo huo. Kumekuwepo na hofu na kuhisi kwa upangaji wa matokeo kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba Simba walikwenda kupeleka malalamiko yao kwa CAF wakisema ya kwamba inakuaje ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Berkane, ambaye ni makamu wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambaye inaelezwa kwamba ndiye anayepanga mikakati yote hii kuivunja nguvu ya Simba katika kombe la shirikisho kwa wakati huu. Kumekuwepo na story nyingi juu ya Benjamin Mkapa, uwanja huo kutumika, huku nikikwambia kwamba hofu ni kuhusiana
na pichi ya kwa Mkapa pindi ambapo inanyesha mvua, na ni kitu ambacho kafu hawaitaki fezea hiyo, ambapo inaelezwa kwamba kile ambacho kimeendelea kuweza kusimamiwa ni msimamo wa kafu kwamba fainali itapigwa Zanzibar. Na hata katika mchezo wa jana hapa nazungumzia waliocheza, inaelezwa kwamba kile mara baada ya mchezo ule kumalizika, wakasema ya kwamba next match, yani mechi inayofuata itachezwa Amani Stadium Zanzibar. Na hii taarifa ilitolewa kwa vyombo vyote vya habari ambavyo ni washirika wa mashindano haya kwenye kurusha matangazo ya moja kwa moja, yani matangazo ya mpira, kwamba wanapaswa kuenda pale katika uwanja wa Amani Zanzibar ndiko ambako fainali itachezwa na sio Benjamin Mkapa, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo baadhi ya mashabiki wameweza kuona ni kama vile wanasema ya kwamba ni nafasi ya upendeleo tena kwa mara nyingine kwa Waarabu. Anaandika ama anazungumza moja kati ya wachezaji ambao wameng'ara katika mchezo huo kutoka katika klabu ya Berkane. Yeye amezungumzia kuhusiana swala la uwanja na kuweza kuweka bayana ni wapi ambapo wenyewe wanahisi wanastahili kucheza. Anaandika, anasema ya kwamba tucheze Zanzibar au tucheze kwa Mkapa, kwa kuwa mechi ni wachezaji 11 zidi ya 11, basi sisi tupo tayari, kwa kuwa hakuna timu itacheza na wachezaji 13, hivyo popote pale tutacheza. Mamadou Lamine Kamara, moja kati ya viungo ambao walionyesha ubora mkubwa katika mchezo wao wa kwanza wa fainali hiyo ya kombe la shirikisho. Lakini katika taarifa nyingine unaambiwa wachezaji wawili wa RC Berkane walikosekana hapo jana zidi ya Simba kutokana na kuwa na majeruhi, mshambuliaji wao Paul Basene na beki wa kulia Haitam Manouti watasafiri na kikosi hicho kuja Tanzania kwa mchezo wa marudiano katika dimba la Amani Complex Mei 25. Kile ambacho kinachosubiriwa ni sasa hivi ni kuchezwa kwa mchezo huo, kwani kila kitu tayari kimeweza kuwekwa bayana kwamba mchezo ule utapigwa sio tena kwa Mkapa, utakuwa ni Complex Zanzibar. Wanasimba wana bado matumaini ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana ili kuweza washawishi kafu kuweza kuangalia namna gani kile kinachoendelea. Lakini mmesikia huko Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema serikali haiwezi kuingilia maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kafu na FIFA juu ya matumizi ya uwanja wa Mkapa, ingawa kwa mahitaji walioainisha ni kwamba uwanja huo upo tayari kwa ajili ya mchezo wa fainali. Mheshimiwa Majaliwa amesema wao kama serikali walishtushwa na taarifa ya kafu juu ya kuhamisha fainali ya marudiano, wakizania kuwa watendaji waliopewa jukumu la kufanyia maboresho uwanja wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Lakini baada ya ziara iliyofanya na ripoti iliyowasilishwa, ni wazi kuwa mchezo wowote unaweza kuchezwa hata leo na muda wowote, lakini maamuzi juu ya swala hilo hayapo katika mamlaka yao kama serikali na yapo chini ya TFF. Weka maoni yako hapo chini katika upande